Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pa ulipo. Karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye nani ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote, mtazamaji, tupate muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu aagiza kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Serikali yatoa shilingi bilioni 4.2 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama wilaya Lushoto mkoani Tanga. Na katika rubaa kimataifa, takriban watu 658 nchini Ethiopia wakamatwa kwa tuhuma za biashara haramu ya mafuta. Naam, mtazamaji, ni kukumbushe tu, mbali na kufuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia huko makao makuu ya nchi mkoani Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kupitia mpango na bajeti iliyoandaliwa na kuendelea kushirikisha sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kuharakisha utekelezaji wake ili kujenga uchumi jumuishi, shindani na unaotegemea uzalishaji wenye tija. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo wakati akiwasilisha hotuba yake kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2026-2027 bungeni jijini Dodoma. Dira 2050 ndio mwelekeo wa taifa letu. Kwa kuzingatia hilo, kipaumbele cha serikali kitawekwa katika utekelezaji wa malengo kama yalivyoainishwa katika dira hiyo. Suala hilo litawezekana tu ikiwa wadau wote watakuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu vipaumbele vilivyoainishwa katika Dira 2050. Nitoe rai kwa viongozi wa serikali, viongozi wa sekta binafsi, viongozi wa asasi za kiraia, viongozi wa dini na wadau wa maendeleo wote hapa nchini kuhakikisha kwamba mipango yao inawiana na vipaumbele vya Dira 2050 na kuiunga mkono dira hiyo katika utekelezaji wake. Hii sio dira ya serikali, ni dira ya nchi na inamhusu kila Mtanzania, na kila Mtanzania ashiriki katika kutimiza ndoto hiyo ya taifa ya kufikia lengo hilo tuliloliweka katika dira yetu. Amesema mpango na bajeti itakayopitishwa na bunge hilo ni hatua ya kwanza ya utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-2027, 2030 na 31 na Dira ya Taifa ya mwaka 2050. Serikali iliandaa na bunge lako tukufu likapitisha katika mkutano wake uliopita mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano utakaotekelezwa katika kipindi cha miaka mitano, yani 2026, 2027, 2030, 2031. Dhima ya mpango huo, mpango wa sasa, baada ya kutoka kwenye dhima zingine zote nilizozisema za mpango wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpango huu wa 4 dhima yake ni mageuzi katika kukuza uchumi na kuzalisha ajira.
tunahitaji mageuzi katika kukuza uchumi na tunahitaji kuzalisha ajira, kwa sababu ni tatizo kubwa kwa sasa ndani ya nchi yetu. Waziri Mkuu ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 12.50 kwa ajili ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka 2026-2027. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 8.73 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 3.76 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Aidha, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameliomba bunge kuidhinisha jumla shilingi bilioni 225.021 kwa ajili ya mfuko wa bunge. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera amesema serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 4.2 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto mkoani Tanga, lengo likiwa kuboresha upatikanaji wa huduma ya haki ya kisheria kwa wananchi. Nuhu Kasim Stima anatupasha zaidi. Dr. Homera amesema hayo wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani humo, akisema ujenzi wa mahakama hiyo itakuwa ya kisasa ili kuendana na mahitaji ya wananchi pamoja na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Serikali ishatoa zaidi ya bilioni 4.2 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto. Na kwa bahati nzuri ni kwamba ni mahakama ambayo inajenga, ni mahakama ya kisasa. Sasa ni bahati ya pekee kwa kweli, wana Lushoto wanastahili pongezi kwamba wamefikiwa kwa kuletewa zaidi ya bilioni 4.2 kwa ajili ya ujenzi wa hiyo mahakama ya wilaya. Aidha, Dr. Homera ametaka wananchi wanaoishi maeneo ya karibu na mradi huo kupewa kipaumbele katika nafasi mbalimbali za vibarua wakati wa ujenzi huo ili kujipatia kipato cha kujikimu katika maisha yao. Niwaombe wananchi wa hapa mwape kazi. Yaani zile kazi za kubeba mawe, kufanya nini, sogeza za vifusi na nini, wapeni vibarua wengi ambao waweze kufanya shughuli hapo. Kwamba at least kuwepo na hivi vibarua au mnawapa kazi wananchi hapa ambao watakuwa wako tayari, na wengine hawako tayari. Ndio kazi ndio mfanye hapa, mtu asionekane. Lakini wale waliopo tayari mwape ushirikiano. Baada ya kuridhishwa na hatua za awali katika eneo hilo la ujenzi wa mahakama ya wilaya, Dr. Homera amemtaka mkuu wa wilaya ya Lushoto kutoa taarifa mapema inapotokea changamoto yoyote itakayoashiria kuchelewesha mradi huo. Nimeona kwamba process sio mbaya, mkandarasi yuko site. Sasa mstoke basi, mbaki hapa muendelee na kazi. Na bahati nzuri umeshajenga kambi hapo. Ni kukaa tu hapo kusubiria hiyo michoro, na kama kutokana na mkwamo wote wa michoro, mheshimiwa mkuu wa wilaya amempa namba ya huyo mtu. Akampigia bana, naomba tuletee michoro, sio kwa kumforce. Hatumwambie mtu labda kwa kumwambia eti fanya hivi. Sio ambaye tunaomba michoro, tuendelee na ujenzi wa mahakama yetu. Ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto unatarajiwa kuwa moja kati ya miradi muhimu itakayosaidia kuimarisha utoaji wa haki na kupunguza changamoto za wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za mahakama. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora TUWASA imeanza utekelezaji wa mradi wa kusambaza maji kutoka bwawa la Igombe hadi kwenye matenki ya maji Itumba katika manispaa ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha huduma ya maji hususan katika maeneo ya pembezoni mwa mji. Kutoka huko mkoani Tabora, mwanahabari wetu Saidi Othman Kapalila anatupasha zaidi. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka TUWASA Bwana Biswaro Bernard, kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo, anabainisha hali na umuhimu wa mradi huo. Baada ya kuona kwamba kuna kipindi kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye baadhi ya maeneo kutokana na ukosefu wa huduma kutoka kwenye chanzo cha maji kutoka Ziwa Victoria, mamlaka ya maji imeratibu mradi wa kutoa maji Igombe kuyapeleka kwenye tenki kubwa la Itumba ili kuondoa changamoto hiyo ya ukosefu wa maji kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji. Mradi huu umesanifiwa kwa gharama ya shilingi bilioni 23 na ambazo serikali imeanza kulipa gharama za awali kwa ajili ya mkandarasi kuanza kazi. Kwa kimsingi, baada ya mradi huu kukamilika, huduma ya maji katika manispaa yetu itakuwa ya uhakika zaidi. Ni mradi unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 3. Baada ya kukamilika kwa zoezi la ukaguzi wa mradi huo, mkuu wa wilaya ya Tabora Bi Upendo Wela amewataka wananchi kushiriki kikamilifu katika kulinda miundombinu ya maji ili kuhakikisha huduma hiyo inadumu na kunufaisha jamii kwa muda mrefu. Kiujumla sasa, kama tulivyoona hapa, miradi hii yote
ambayo sisi tumeweza kuitembelea leo na mingine inagharimu fedha nyingi sana za serikali. Mathalan wametuambia tu pale kuna andiko ambalo wameandika huo mradi unagharimu karibia bilioni 23 kutekelezwa kwake. Kwa hiyo unaona si fedha ndogo. Na kwa kiasi kikubwa tumeelezwa kwa sasa hivi kwa taifa letu fedha nyingi inatokana na vyanzo vyetu vya ndani. Maana ni fedha zetu wenyewe wa Tanzania walipa kodi. Kwa hivyo unapoona mradi umetekelezwa, umekamilika, ni jukumu lako kama mwananchi kuhakikisha kwamba unaulinda ili uweze kudumu kwa sasa lakini pia na vizazi vinavyokuja. Katika hatua nyingine ameielekeza TUWASA kuongeza kasi katika utekelezaji wa miradi mingine ya maji ikiwemo uzalishaji na uboreshaji wa mifumo ya maji taka ili kukidhi mahitaji ya wananchi, huku baadhi yao wakieleza mapokeo ya mradi huo. Sisi wetu kama nilivyosema pale mwanzo kwenye ile miradi ambayo bado mnaendelea kuitekeleza kama ambavyo mmetuambia, basi muendelee kuongeza nguvu ili basi muweze kutanua wigo wa utoaji wa hiyo huduma. Lakini na kwenye ile swala la maji taka kama ulivyotuambia mnaendelea na ile study, nadhani na lenyewe ni kipengele muhimu kukifanyia kazi ili tuweze kuona sasa, kwa sababu mji kama tunavyojua mji unakuwa, lakini mji unakuwa na unakuwa na maendeleo makubwa zaidi. Maana unahitaji pia miundombinu yote ikae vizuri ikiwemo ya maji safi lakini na maji taka. Huu mradi ni mzuri kwa sababu kwa mkoa wetu wa Tabora maji tutapata kwa wingi zaidi na uhaba wa maji utakuwa umeshaisha kwa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo serikali inaipongeza kwa hilo, kwa huu mradi kuja kwa Tabora hapa. Kwanza mimi mwenyewe nimefurahia kama ni mwananchi wa Tabora. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka eneo la Bagondozi hadi Machinjioni wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma unatajwa kumaliza changamoto ya mabasi na vyombo vingine vya usafiri kushindwa kuingia kwa urahisi katika kituo cha mabasi Kibondo na kusababisha abiria kushuka nje ya eneo hilo. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Changamoto hiyo imekuwa ikihatarisha usalama wa abiria na mali zao pamoja na kusababisha usumbufu hususan nyakati za usiku au mvua zinaponyesha. Wazo hili la kujenga hii barabara limekuja baada ya mabasi kuwa yana changamoto ya kuingia kwenye eneo la stendi. Na hivyo abiria kuwa wanashushwa nje ya kituo cha mabasi. Nadhani kuna malalamiko mmewahi kuyasikia. Abiria walikuwa wanaachwa huko roundabout usiku wa manane, kitu ambacho ilikuwa ni hatarishi kwenye usalama wa watu na mali zao. Dickson Kanyankole ni mhandisi wa wakala barabara za mjini na vijijini TARURA wilaya ya Kibondo. Amesema mradi huo unajumuisha ujenzi wa barabara ya Malagarasi hadi 88 ukiwa na jumla ya kilomita 0.88, unatekelezwa kwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 600 ukitaraji kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu 2026. Kwa kuliona hilo, ziko barabara nyingi ambazo tumeziingiza kwenye utaratibu wa kuzijenga kwa kiwango cha lami, lakini kwa mwaka huu wa fedha tumeingiza barabara hii ambayo tunategemea baada ya kukamilika kwake zile changamoto zilizokuwepo za abiria kushushwa nje ya kituo cha mabasi tutakuwa tumelitatua hilo tatizo. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wilayani humo wameipongeza serikali kwa maboresho ya miundombinu ya barabara katika eneo hilo, wakisisitiza ukamilishwaji wa mradi huo kwa wakati. Uwepo wa barabara unapelekea magari kuja moja kwa moja. Mwanzoni ilikuwa tunashushwa kule barabara ya mbele kule. Sasa hivi tuna sivyo nauli zetu zile za kuja na bodaboda mpaka huku magari yanafika moja kwa moja hadi stendi. Ilikuwepo tatizo kidogo la matope, magari yakawa hawezi kuingia tambua pale inapokuwa imenyesha. Lakini kwa sasa tukimaliza huo mradi na hisi magari yatakuwa yanaingia kwa urahisi stendi na kutoka, mapikipiki hayatakwama tena. Na hisi haza ya usumbufu wa matope na utelezi itakuwa imeondoka. Hii barabara kwa maana kutoa kero za wananchi iko sahihi. Point yangu ni kwamba ije kwa muda mwafaka. Wananchi wa wilaya Karatu mkoani Arusha wamehimizwa kuanza kuwekeza katika kilimo cha ekolojia ili kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara pamoja na kutunza mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hilali Sefuriami anatupasha zaidi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Karatu Angeli Beth Koro wakati alipofanya ziara katika kata Endabashi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya mbinu bora za kilimo zinazozingatia uhifadhi wa mazingira. Hii agroecology itawasaidia sana wananchi wa halmashauri ya wilaya Karatu. Kiwalisia sisi tulikuwa wakulima na wafugaji. Lakini sasa hivi tunakoenda na dunia inavyobadilika, watu wa Karatu wameingia kwenye kitu kinaitwa agrotourism. Sasa agrotourism na sasa hivi kuna agroecology.
Ukiangalia tumezungukwa na vivutio vingi sana. Karatu imezungukwa na vivutio vingi sana. Ukizingatia kuna hifadhi ya taifa ya Manyara, Ngorongoro, bonde la Eyasi, Tarangire. Sasa tunavyoendelea na hii kilimo itatusaidia sana wananchi wangu wa halmashauri ya wilaya Karatu kuuza mazao ambayo wanayalima wenyewe, ambapo sasa hivi wawekezaji walioko wengi hapa ni wanafanya shughuli za kitalii na supply wanaifuata Arusha, wengine wanaenda mpaka Mbeya. Awali mkulima mmoja katika kata hiyo, wakati akitoa maelezo kuhusu kilimo ekolojia, ameiomba serikali kuanzisha kampeni maalum kwa lengo la kutoa elimu kwa wakulima waliopo katika maeneo mbalimbali ili kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula bila kutegemea mvua pekee. Kwanza elimu kubwa itolewe. Taasisi mbalimbali, serikali yetu ni sikivu, najua ichukue nafasi ya pekee kutoa elimu hii. Mihadhara ifanyike kwa ajili ya kutoa elimu, kwa sababu sisi tulio wachache hapa tukiwafundisha wachache, uchache huo unaendelea, unachukua muda mrefu katika utaratibu wa kusambaa kwa elimu hii. Kwa hiyo serikali ikiwa imetushika mkono, ikawa imetengeneza mihadhara, ikawa imetengeneza pia uwezeshaji wa namna yoyote ili elimu hii ifike kwa wananchi wengi, hasa katika maeneo yetu haya, kwamba haya yote yakifanyika basi tutakuwa pamoja katika kuendeleza kilimo ekolojia na tutanusuru dunia yetu na ardhi yetu kutokana na uharibifu unaotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa upande wao, viongozi wa kata hiyo wameahidi kushirikiana na wananchi wa kuwezesha vyanzo mbalimbali zitakazosaidia kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao yao. Tunapata faida kubwa sana kupitia wao, lakini kinachotakiwa kwao sasa hivi ni kuwawezesha. Nitamshawishi mwenyekiti wangu wa wilaya wa halmashauri kwamba ili ni kwa namna gani tuweze kuwawezesha kwa changamoto ambayo walikuwa wameeleza, ili kupata mafungo ili waweze kununua mashine. Wananchi wa halmashauri hii ya wilaya ya Karatu wapate hii elimu kwa kata zote ikiwezekana, vijiji vyote, na naipongeze serikali kwamba inajali wakulima, inajali watu wake, kwamba sasa tunakoelekea tusisubiri kilimo cha mvua. Mtazamaji, tukivuka maji kuelekea huko katika visiwa vya Marasha, Karafuu na uchumi wa buluu kwa kisiwani Pemba, katika kufikia lengo la kukabiliana na uvuvi haramu ili kulinda rasilimali za bahari, juhudi za pamoja zinahitajika katika kukomesha vitendo hivyo ambavyo vinarudisha nyuma maendeleo katika sekta ya uvuvi. Rajab Shaban Matuga anatupa undani wa taarifa hii. Wakizungumza mara baada ya kupokea mafunzo juu ya usimamizi wa uvuvi unaozingatia ekolojia na mazingira, maafisa uvuvi na mazingira pamoja na wakuu wa shehia zilizopo maeneo ya kusini mashariki ya kisiwa cha Pemba wamesema elimu walioipata itakwenda kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili wavuvi ili kuendeleza uvuvi salama. Sababu changamoto za wavuvi vijijini ni kubwa kutokana na ugumu wa maisha ndio unaosababisha. Kwa hivyo nahisi tukipata haya mafunzo na tukakaa nao kitako na sisi wavuvi tukawaeleza, naamini watatuelewa na tutafika kwenye malengo tunayokusudia katika swala zima la kuhifadhi rasilimali za bahari pamoja na uvuvi kabisa. Taaluma yahitajika sana, na isiwe taaluma tupu tu, ikawa ni taaluma tu peke yake, iwe ni taaluma ambayo itakuwa na vitendea kazi, ambapo wahisani ukiambiwa kwa mfano nyavu hii changa haifai, basi upewe nyavu ambayo kwa yafaa ili ukajitetee kwa maisha. Tunachokiomba hawa wenzetu waliangalia hilo kwa kina, sisi tuendelea kutoa taaluma, na jamii kwa kweli haijatufukuza wala haitotufukuza, lakini watuuliza, je, tukiacha haya twende wapi? Pia wametoa rai kwa jamii kuweka ulinzi shirikishi, hatua itakayosaidia kukabiliana na vitendo haramu vya uvuvi. Kamati za uvuvi za shehia tunawashauri kuwa tuendelee na hifadhi na ulinzi shirikishi wa kulilinda eneo letu ili wadau. Shauri yangu kwanza ni mashirikiano kuja wao, kwa sababu mara nyingi unapotoa elimu na kitokea mgeni akaja akatoa na elimu ile ile ya mwenyeji, basi anajua kumbe huyu mwenyeji anachotueleza ni kitu sahihi, na wale wageni wamekuja tuzungumzia kitu sahihi ambacho kina faida ya kwetu sisi wakazi, si wageni wanaokuja na kuondoka, bali kile tunachohamasishwa tukihifadhi ni kwa faida yetu sisi na kizazi chetu katika eneo husika. Kwa upande wake, afisa wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi katika wilaya ya Mkoani, Juedeli Juma Ali, ameeleza malengo ya mafunzo hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa Bustani Mwanamashungi wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba ni pamoja na kuzijengea uwezo kamati za shehia
kupata matokeo chanya ya rasilimali za uvuvi. Tukiamini kuwa kamati hizi zitafikisha ujumbe kwa jamii pamoja na wavuvi ambao wapo katika shehia husika. Kwa hivyo matokeo tunayotegemea baada ya kupata mafunzo haya hizi kamati na kuwafikisha kwenye jamii, tunaamini kama rasilimali zetu za bahari zitakuwa salama na zitakuwa endelevu kwa matumizi ya baadaye na vizazi vijavyo. Naam, shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Pemba. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Tunapata wasaa kwenda mapumziko kwa sekunde chache tu, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuziangazia zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu inayosimamiwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani nchini Tanzania chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo inawaalika Watanzania wote, wake kwa waume, kuja kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya dunia ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yatakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Mashindano haya yataambatana na ugawaji wa tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Kumbuka, tuzo hizi zitapambwa tena kwa mara nyingine na imamu kutoka misikiti mitakatifu ya Maka na Madina, ambaye ataliombea dua taifa letu pamoja na kuwaombea viongozi wakuu wa taifa letu, na kila atakayehudhuria Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Usikose kuja kujionea vijana wadogo kabisa walio chini ya umri wa miaka 12 wakishindana kwa umahiri mkubwa kabisa kutoka mabara ya Asia, Ulaya, Amerika, Afrika pamoja na Australia. Kumbuka, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Bila kusahau zawadi za wahudhuriaji zipo kede kede. Usikubali kuhadithiwa, njoo ushuhudie. Qur'ani ni amani. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa naye Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Duru za habari zimeripoti kuwa watu 658 wamekamatwa nchini Ethiopia, wakiwemo maafisa wa serikali wanaoshukiwa kujihusisha na biashara haramu ya mafuta na kuhodhi bidhaa hiyo muhimu, wakati nchi inakabiliwa na uhaba kutokana na vita vya Iran. Waziri wa biashara Kasahun Gofu alisema kuwa kukamatwa kwa watu hao ni sehemu ya hatua ya kiutendaji zilizoamrishwa chini ya kikosi kazi kipya kilichopewa jukumu la kufuatilia usambazaji wa mafuta kote nchini. Kasahun alionya kuwa usambazaji wowote wa mafuta nje ya mfumo uliowekwa utachukuliwa kuwa kinyume cha sheria, na yeyote atakayepatikana na hatia atakabiliwa na adhabu kali, huku mamlaka ikiendelea na juhudi za kudhibiti biashara haramu ili kuleta utulivu wa soko.
Wakati huo huo, waziri huyo alisema kuwa wasambazaji wa mafuta katika maeneo ya Mashariki ya Kati wameshindwa kuwasilisha tani 180,000 za mafuta nchini Ethiopia wakati wa vita. Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka ilikuwa imenasa zaidi ya lita 720,000 za mafuta na kuirejesha katika udhibiti wa serikali wakati wa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, huku usambazaji wa dizeli ya kila siku ya Ethiopia ikipunguzwa kutoka lita milioni 9.2 hadi milioni 4.5. Kwingineko, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeambia vyombo vya habari vya serikali kuwa ndege ya kijeshi ya Urusi imeanguka huko Crimea na kusababisha vifo vya watu 29. Wizara hiyo iliambia mashirika ya habari ya Urusi kuwa mabaki ya ndege hiyo aina ya An-26 yalipatikana baada ya ndege hiyo kupoteza mawasiliano na mamlaka wakati wa safari ya kawaida. Masuala ya kiufundi yanaonekana kusababisha ndege hiyo kuanguka kwenye mwamba ikiwa na wafanyakazi 6 na abiria 23. Wizara hiyo iliripoti kuwa hakuna uharibifu wowote wa nje ya ndege hiyo, ikimaanisha kwamba makombora, ndege zisizo na rubani au ndege hazikushukiwa kusababisha ajali hiyo. Ndege ya An-26 ni ndege ya enzi za Usoviet iliyotumika hasa katika uwezo wa kijeshi kusafirisha mizigo mizito na idadi ndogo ya abiria, ambapo ndege hizo zimetumika tangu mwishoni mwa miaka ya 1960, lakini zimehusika katika ajali kadhaa mbaya. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itatathmini upya mahusiano yake na muungano wa kijeshi wa NATO mara tu vita dhidi ya Irani vitakapomalizika. Rubio alikiambia kituo kimoja cha televisheni kwamba Washington inalazimika kuangalia upya thamani ya NATO kwa nchi yake, akiongeza kwamba uamuzi huo utafanywa na Rais Donald Trump. Kauli hiyo ya Rubio inakuja muda mchache baada ya Trump kutumia mtandao wake wa kijamii kuvikosoa vikali Uingereza na Ufaransa ambazo zimekataa kujiunga na vita dhidi ya Iran, zikisema hazikushauriwa kabla. Badala yake, Trump aliyataka mataifa hayo kujitokeza yenyewe kufungua mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran kwa meli zote zinazohusishwa na Marekani na Israel ama washirika wao. Ufaransa ilikatalia Marekani kutumia anga lake kwa ndege zenye silaha kuelekea Israel, ambapo uamuzi kama huo ulishachukuliwa na Uhispania ambayo imekataa anga na ardhi yake kutumiwa na Marekani kwa ndege zinazoshambulia Iran. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Stima. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, hapo tumefika tamati ya kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha ni kukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu aagiza kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Serikali yatoa shilingi bilioni 4.2 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya wilaya Lushoto mkoani Tanga. Na katika rubaa kimataifa, takriban watu 658 nchini Ethiopia wakamatwa kwa tuhuma za biashara haramu ya mafuta. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgani niliyekupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kabla ya kuhitimisha ni kukumbushe tu kuwa laiti kama tusingepitia vipindi vigumu, basi huenda tungeendelea kuamini kila mtu ambaye anatuzunguka katika maisha yetu kwamba angeweza kuwa msaada. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Umari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu kuelekea kusini mwa nchi. Na mamlaka ya hewa inatoa tahadhari ya vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya,
Iringa, Njombe, Ruvuma, Lindi, Mtwara pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya nyanda ya juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani yetu ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa. Kwa maeneo ya Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo katika baadhi ya miji ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu inayosimamiwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani nchini Tanzania chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo inawaalika Watanzania wote, wake kwa waume, kuja kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya dunia ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yatakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Mashindano haya yataambatana na ugawaji wa tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Kumbuka
Kumbuka, tuzo hizi zitapambwa tena kwa mara nyingine na imamu kutoka misikiti mitakatifu ya Maka na Madina, ambaye ataliombea dua taifa letu pamoja na kuwaombea viongozi wakuu wa taifa letu, na kila atakayehudhuria Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Usikose kuja kujionea vijana wadogo kabisa walio chini ya umri wa miaka 12 wakishindana kwa umahiri mkubwa kabisa kutoka mabara ya Asia, Ulaya, Amerika, Afrika pamoja na Australia. Kumbuka, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Bila kusahau zawadi za wahudhuriaji zipo kede kede. Usikubali kuhadithiwa, njoo ushuhudie. Qur'ani ni amani.